Ameandika mdau wa maendeleo Adrian Bukombe amesema kwamba unaweza upende au usipende, lakini ninavyofuatilia watu wenye shida zao wakisafiri mikoa kwa mikoa kumfuata Dkt. Mwigulu Nchemba, tangu nchi hii izaliwe haijawahi kutokea kiongozi wa kisiasa afuate popote alipo kama daktari, mhubiri au mganga. Wananchi wanamfuata Mwigulu kuonesha imani walionayo kwake, na imani hiyo sio bure, wamekuwa wakipata walichokifuata. Huyu ni waziri mkuu mwenye maamuzi zaidi, labda ukimlinganisha na hayati Edward Moringi Sokoine. Anachukua hatua hapo hapo na tunaziona zikitekelezwa. Jambo hili halijawahi kutokea wala kuzoeleka kwa mawaziri wakuu wengine wengi ambao walikuwepo wakisoma hotuba zao na kuondoka. Huyu ndiye mwanasiasa anayependwa zaidi na wanyonge kwa sasa, chaguo la wanyonge, mgombea urais 2030 wa wanyonge. Mikutano yake ndiye mikutano pekee ya kiongozi wa serikali na viongozi wa CCM ambayo watu hawasombwi kwa magari, wanakwenda kwa miguu na kwa kujilipia gharama wenyewe. Hii ukimwondoa Sokoine, hajawahi kutokea waziri mkuu ambaye anaita mkutano wa watu wakaacha shughuli zao, wakaingia gharama za usafiri na wakawa tayari kumsikiliza siku nzima licha ya jua au mvua. Mr. Clean ndiyo kiongozi pekee ambaye tangu kukua kwake ametokana na jamii ya kimaskini. Wengine wana sifa ya kumsaidi rais au kumpinga rais, lakini maisha yao yote wameishi na kuambatana mitandao ya wizi wa kunuka iliyowahi kutokea hapa nchini. Hata sasa nyuma yao na mikakati yao kuna mitandao mikubwa ya uwezo wa nchi hii. Maana yake wanyonge wanaona ndio wanamsaliti rais aliyepo, lakini je, ndio tukaikabidhi nchi kwa mtandao ule ule wa uwezo unaojulikana tangu enzi za Mwalimu Nyerere, mtandao ambao umehusika katika karibu kila dili kubwa za wizi lilowahi kufanyika nchini? Uangalieni Yesu na Yuda, nyuma yao yuko nani? Ndio maana wanyonge wamechagua Mr. Clean, sauti ya wanyonge, chaguo la wanyonge, mgombea urais 2030 wa wanyonge.